Expect, sikutegemea. Kama viongozi wetu ambao tunakutana nao mtaani, utashi wanaoendesha kwenye shughuli zao za kila siku unatokana na umoja wenu. Mimi nilikuwa naamini kila mwenyekiti ana utashi, na kuna baadhi ya wenyeviti ambao wameniunga mkono kwenye shughuli tofauti hasa za kibiashara na makazi. Nilikuwa nawaza viongozi wametolewa wapi wana utashi wa hali ya juu. Lakini kama haya matunda yanatokana na mikusanyiko hii, basi muendelee. Very simple. Lingine, mimi ni mwenyekiti msaidizi wa wauza pembejeo. Nimeteuliwa mwezi uliopita. Nipende kusema nimetoka Makambako jana kwa mwenyekiti Magoma. Nimekuta mfumo wa swala la mwenge afisa tarafa. Wenzetu kule wana mfumo wa wauza pembejeo wote. Sijajua ni halmashauri, nadhani ni kamati kama hizi wanachangisha kwa ajili ya kusapoti mwenge. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti nawakaribisha Mheshimiwa Diwani, mwenyekiti wa kata, karibuni mtuletee list ili tuweze kusupport kama wafanyabiashara. Nimesikia mengi, naomba nisimalize kama walivyosema ni muda wa chakula. Mimi pia nimechangia maji kwa ajili ya, lakini sikuja na karatasi. Kuna vitu nimevikoti, wakiwemo wale ambao watatrain migambo, yani vijana wetu. Nadhani Njombe hii uhalifu wowote unaanzia kwenye damu inayochemka. Mimi sina budi kusema kwamba nitachangia magodoro 5. Ndio baada ya kusema hayo, mbarikiwe sana. Mimi ni mmoja wa watu ambao wamepata changamoto katika kuinuka, kupiga maendeleo. Serikali hii, watendaji hawa, viongozi nyie ndio walionifikisha nilipofika hapa. Walikuwa wanasimama katika haki, sio kunikandamiza wala kunipendelea. Nilipostahili haki, nilipata haki yangu. Nilipostahili adhabu, nilipata adhabu yangu. Leo hii nasimama hivi, nimepiga hatua sana kimaendeleo. Sasa hivi nikikaa hata na wazee, inawezekana mimi ndio nikawa na busara zaidi. Nawapongeza sana. Mungu awabariki sana. Ni mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wote mkoa wa Njombe. Awali ya yote niwashukuru sana ndugu zangu. Mimi kwa uelewa wangu mdogo hapo zamani sikujua Kamaka naweza nikaalikwa na nikawa moja kati ya watu kusikiliza vinavyoendelea kwenye Kamaka. Kwa hiyo leo nilipigiwa simu na Mheshimiwa Diwani, nikaja nikapigiwa simu na mtendaji, nikasema hata kama niko kuchelewa naomba nifike niwasalimie na kuwatia moyo. Niwapongeze sana watu wa kata ya Njombe mjini. Tunashirikiana katika mambo mengi sana. Na tunaposema kata ya Njombe mjini ndio sura ya mkoa wa Njombe. Na kwa kweli mnaitendea haki. Sisi tupo kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, wenye duka tumelizishwa sana na kazi mnazozifanya. Na kazi mnazozifanya, unajua ukiwa unafanya kitu unakuwa ukioni, mtu aliye pembeni ndio anaona kile kitu unachofanya. Mpaka sisi tunapata nguvu ya kuja kushirikiana nanyi kwenye kikao kizuri kama hiki, na kikao chenyewe kama mnavyoona kimepangiliwa kizuri, maua mazuri, watu wamevaa suti wamependeza, mabango mazuri. Kwa niwapongeze sana ndugu zangu. Na mengi ya kuzungumza kwa sababu tunashirikiana kwenye mambo mengi. Hata sisi chama tunawategemea sana watu wa kata ya Njombe mjini. Sana. Na hamjawahi kutuangusha. Hata kwenye uchaguzi mnajitahidi kuwa wasimamizi wema na kutetea na kulinda haki katika uchaguzi. Katika chaguzi zote ambazo zimepita na zijazo, tunaamini mtaendelea kusimamia na kujali haki. Na tuna uhakika sisi kama Chama cha Mapinduzi tutawashikeni na kuwaunga mkono. Tunajua kwenye kazi kama hizi, Mheshimiwa Diwani, kunakuwa na maneno na majungu mengi sana. Niwaase na kuwasihi ndugu zangu, tusiwe wapesi wa kuyapokea majungu na kuyafanyia kazi. Tusiwe watu wa kusemana vibaya kwa sababu tunajenga nyumba moja. Nakumbuka Mpagike alipokuwa anagombea wenyekiti, na watu walisema Mpagike ni nani? Walisemaje Mpagike? Mtoto afu mwizi. Ile story ilienda sana.
lakini wanaoianzisha ni wauni wachache tu. Lakini mpaka leo mnaona mtaa umetulia. Kwa kama tunaendelea kuwaamini vijana, tusiache kuendelea kuwaamini vijana kwa sababu ya wauni wachache. Kwa sababu nyinyi wazee wetu, kama amekuja mzee Kibangala hapa, yeye ni mfano mzuri. Ndiye aliyezalisha wenye viti wengi, si ndio? Na nyinyi baba zetu, kaka zetu, tuendelee kutengeneza watu ili kesho mtakapotoka kwenye nafasi zenu mwe na watu ambao mna uhakika watakaa kutusaidia. Tusiwe wachoyo kutoa maarifa kwa wengine kwa kuogopa kupoteza vyeo vyetu. Tuendelee kutoa yani yale mafunzo. Usione shida kumuita hata kijana mmoja ofisini kwako. Mimi namfahamu mtendaji, ana vijana wengi sana anafanya nao kazi katika ofisi yake, na ni vijana wadogo tu. Wewe njoo utakuwa unapiga picha kama huyu hapa. Wewe njoo utakuwa unapiga picha. Mpaka mwisho wa siku akaja kukutana na changamoto, lakini mwisho wa siku mpaka leo anafanya kazi, anasonga mbele. Kwa maana yake anaendelea kuizoea ofisi. Kesho anapokuambia fanya kazi fulani, inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo tulivyo navyo tusiache kuwashirikisha na kuendelea kuimpact ile knowledge kwa watu wengine.